Rais anapenda kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na viongozi wa dini pamoja na taasisi za dini kujenga taifa lenye hofu ya Mungu, upendo, haki na uwajibikaji. Ibada kama ya leo ni sehemu muhimu katika maisha ya Kikristo. Ni muda wa kujitathmini, kuimarisha mahusiano yetu na Mungu na kujifunza namna bora ya kuishi kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Tuendelee kusisitiziana amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Tanzania imeendelea kuwa kielelezo cha amani, umoja na mshikamano katika ukanda wetu na barani Afrika. Amani hii si jambo la bahati, bali ni matokeo ya jitihada za pamoja za viongozi wetu wa kidini, serikali, taasisi za kidini, familia na wananchi kwa ujumla. Hivyo serikali itaendelea kulinda amani na usalama wa nchi yetu, lakini tunatambua wazi kuwa amani ya kudumu hujengwa kwanza mioyoni mwetu wa Tanzania. Mnufaika wa amani si mtu mmoja. Hata anayesema sio kwamba anavyosema yeye ndo mnufaika pekee wa amani. Wanufaika wa amani ni wote. Wanufaika wa kwanza wa amani ya Dodoma ni sisi wana Dodoma. Wanufaika wa kwanza wa amani ya Tanzania ni sisi wa Tanzania. Pasipo amani ibada haiwezi kufanyika. Pasipo amani hata yule anayejipatia kipato kwa kuuza muhindi wa kuchoma barabarani hawezi kufanya shughuli hii. Kwa hiyo kwa amani ya Tanzania, sisi wa Tanzania wote ndipo tutakapopata amani. Kwa amani ya Dodoma, sisi wana Dodoma ndipo tutakapopata amani.